na nimeelekeza asitoke ndani ya nchi mpaka lile jambo likamilike. Watafute vipengele hasara alizotusababishia na hujuma aliyofanyia nchi yetu ya makusudi. Watanzania wanakosa mradi, Watanzania wanakosa ajira, Watanzania wanakosa huduma. Hatuwezi tukaruhusu watu wakachezea nchi yetu, na hatuwezi tukaruhusu wazembe wakatukanisha watu bora wanaofanya kazi vizuri. Tutafika kote, tutafuatilia kote, na hayo ndio maelekezo ya Mheshimiwa Rais, na sisi wasaidizi wake tutashuka kote. Tumesema kila moja kwenye deski lake, lazima awe serious na kazi. Sio mtu unasimamia deski la kilimo haujui hata majira ya kilimo kwenye kila pande ya Tanzania. Watu wako kwenye palizi unawapelekea mbolea ya kupandia. Wewe ndio unapeleka mbolea ya kupandia. Wewe Tanzania imekusomesha, ni daktari, unajua magonjwa ya kila upande wa Tanzania, unajua mahitaji ya dawa ni yapi. Mtanzania aende hospitali ya serikali aambie dawa ipo, alafu aambie nenda kanunue kwenye kioski kinatoa wapi fedha ambayo dawa dawa linawezaje duka binafsi kupata dawa inayohitajika ambayo serikali inashindwa kupata? Hatuwezi tukawekeza fedha nyingi za kujenga hospitali ya kila wilaya, vituo vya afya kila kata, ili tuwape Watanzania Panadol na paracetamol. Dawati lile linalokagua, dawati linalofanya utafiti wa aina gani ya dawa zinatakiwa kwa ajili ya Watanzania. Mjipange, tunataka Watanzania wanapokwenda hospitali yao wapate dawa zinazotakiwa. Sasa Mheshimiwa mwenyeji wetu mkuu wa mkoa, nilikuwa nasalimia tu, lakini kwa sababu nayafahamu maisha ya hawa Watanzania nikaona nigusie na hayo. Wapo watu ambao ana machaguo mengi tu ya anapopatwa shida ya ugonjwa, ana machaguo ya dawa nyingi tu, achague ipi anachagua. Lakini wapo Watanzania ambao hawana fursa hiyo ya kuchagua. Sisi tulikuwa tunagawana kidonge, na ukipata nafuu kinatunzwa na mwenzako aje aponee hicho, hata kama anaumwa kichwa atapewa kidonge cha kinga. Lazima watu wakishakuwa ofisini wayajue hayo. Na kwa sababu haya ndio maelekezo ya Mheshimiwa Rais, na mimi amenituma nitazunguka kote nikikuta taarifa ambayo iko kinyume na maelekezo. Wala hatulengi mtu, wala hatuonei mtu, hatutalenga mtu, hatutaonea mtu, ila atakaye kiuka tunayosema hayo ndio Watanzania wanayataka, atakuwa ametafuta mwenyewe matatizo. Nilikuwa
kuwasalimia tu. Nitoe rai, nilete ombi moja kwa Watanzania. Ndugu zangu wa Tanzania, vijana wa Tanzania, vijana wa Singida na vijana wa Tanzania yote, jambo moja kila wakati tunapotafakari mambo yetu tukumbuke jambo moja: Mungu ametupa nchi nzuri Tanzania. Mungu ametupa nchi nzuri Tanzania. Vijana wa Tanzania, nchi hii ni yenu. Tanzania si mali ya serikali. Tanzania si mali ya serikali. Tanzania ni mali yenu wa Tanzania. Nawaambia vijana wa Tanzania, Tanzania hii si mali ya vyama vya siasa. Vyama vya siasa vipo kwa sababu kuna nchi inaitwa Tanzania. Tanzania si mali ya vyama vya siasa. Vyama vya siasa vipo kwa sababu kuna nchi inaitwa Tanzania. Waulizeni wasio na nchi kama wana vyama vya siasa. Tuilinde nchi yetu. Mungu ametupa nchi nzuri, tuilinde. Tena vijana ndio warisi wa nchi hii. Mungu ametupa nchi, tuilinde. Hata hii miundombinu hii si mali ya vyama vya siasa. Hakuna barabara imejengwa kwa fedha ya chama cha siasa. Zunguka hivyo na mimi nimekuwa hazina pale. Niwape hiyo siri. Mimi nimekuwa hazina pale. Hakuna fedha inayoitwa hii ni fedha ya serikali. Fedha yote inayofanya miradi ya maendeleo ni fedha yenu wa Tanzania. Wengine watajiuliza, nimepeleka lini mimi fedha hiyo? Ukinunua mkate umejibana, badala ya kununua mikate miwili umenunua mkate mmoja kwa sababu ya bei yake. Sehemu ya kwenye ile bei umetoa na fedha ya kujenga barabara hiyo. Ukinunua shati ulilovaa, sehemu ya fedha ulionunulia shati inakwenda kujenga zahanati. Ni fedha yenu. Kikijengwa kituo cha afya, hakuna fedha inaitwa hii ni ya serikali. Ni fedha yako Tanzania. Imejenga kituo cha afya, imejenga mahakama, hata jengo la polisi. Polisi wanatumia tu. Ni jengo lako Tanzania, ni fedha yako imejenga jengo. Na Watanzania ninaowafahamu, hakuna Mtanzania anayelipa kodi kwa sababu ana ziada, kwa sababu ana mapesa mengi, ameamua hata awapatie na serikali wajenge barabara. Mnajenga kwa kujinyima. Maisha yote ya Mtanzania ni ya kujinyima. Unajinyima ujenge barabara, unajinyima ujenge shule, unajinyima ujenge reli, unajinyima ujenge kituo cha afya. Hivyo ndivyo tunavyofanya. Na juzi mama ametuambia hatuna mjomba, tuna mama anaitwa Tanzania. Tuilinde miundombinu hii. Hii sio miundombinu ya chama cha siasa. Ni mali. Hatujawahi kujenga barabara ya kupitishia viongozi wa chama cha siasa, wa kupitishia viongozi wa serikali. Ni barabara za Watanzania. Ni barabara zenu. Nafikirieni unajengewa barabara iko vizuri hivi kwa fedha yako mwenyewe. Unatumia nguvu yako mwenyewe na jasho linakutoka kuibomoa. Na wakati ule ule itajengwa tena kwa wewe mwenyewe kujinyima. Hii tuitafakari upya. Tanzania si mali ya serikali. Tanzania si mali ya vyama vya siasa. Tanzania ni mali yenu wa Tanzania. Na watafakarini sana wale wanaowaambia chomeni nchi yenu. Wazeni, wazeni wako wapi hao? Wana uraia pacha. Hata kama wanaongea Kiswahili, wana nchi nyingine. Na watoto wao wako kwenye nchi hizo waliko wao. Na ndugu zao wako kwenye hizo
nchi waliko wao. Wanawaambia nyie mchome ya kwenu mlionayo. Kule wao wanakoishi wanakuambia wewe choma zahanati, wanakuambia choma kituo cha afya, wanakuambia choma ofisi ya maji. Wao kule wanakokaa kituo cha afya na hospitali ni pua na mdomo na walipo. Wewe ya kwako wanakuambia choma. Barabara zao wanakokaa wale wanaowaambieni nyie chomeni za kwenu, barabara zao hawaruhusu hata utupe karatasi, inaharibika barabara. Hawaruhusu hata utupe kizibo cha maji. Hata kama mtu anaongea Kiswahili, mtazame mara mbili mapenzi yake kwa nchi ya Tanzania yakoje. Na wale wanaowatuma wanawapa na hela. Wao wanataka wanufaike na nini na nchi yetu? Zamani, na waona wakubwa zangu wako hapa, zamani huku Nirambani na Usukumani huku kulikuwepo na tabia ya kupiga wake. Baba zetu walikuwa wanatuambia, mkiwa mnachunga, rafiki yako akaanza kukuambia, leo tukifika tu tuwapige wake zetu, tuwashikishe adabu, tuwapige wake zetu. Alikuwa anasema tumia na akili yako. Wewe utaenda upige, mwenzako atakuwa anapiga ngozi, kesho unawaona mwenzako yako yanafanya kazi, wewe umeshavunja miguu mkaa. Haya ndio ambayo yanatokea. Vijana wa Tanzania unaambiwa fanya hili, fanya hili. Yule anayekuambia yeye yuko kwenye nchi ambayo ni raha mstarehe. Analishwa kwa kukuambia wewe choma nchi yako. Analipwa kwa kukuambia wewe choma nchi yako. Na mimi niwaambie wa Tanzania, tumefikishwa pabaya sana. Watu wamejipa haki. Wao wamekuwa ndugu zake na Mungu, ni wa kweli kama Mungu. Na wengine wote nyie ni waongo. Na wengine wote nyie ni wabaya. Mmefikishwa pabaya wa Tanzania, na kila jambo tumeanza kubeba. Mimi niwaambieni moja, bebeni hili. Mungu ametupa nchi nzuri inaitwa Tanzania, na Tanzania hii ni mali yenu wa Tanzania. Siku hizi watu hawaogopi hata kusingizia jambo tu. Anasingizia mkavu. Anasingizia mkavu. Hafanyi hata utafiti amjue mtu vizuri anayetaka kumsema. Juzi nikasikia tumechoma magari ya Esther ya mbunge wa Iramba. Ni magari yake yanaitwa Esther, ameaita Esther jina la mke wake. Mke wangu mimi haitwi Esther, anaitwa Neema, na leo nilikuwa naye hapa. Yuko wapi? Neema yuko. Anaitwa Neema. Esther anaitwa Neema. Anasema basi kama sio la mke wake litakuwa la mama yake. Mama yangu binti wa Kiislamu anaitwa Asha Ramadhani Omari. Hamjui yuko hapa. Kabadilika lini kawa Esther? Mimi nimezaliwa jamii ya kifugaji. Ninyi wa Singida mnanijua. Nimezaliwa jamii ya kifugaji. Jamii ya kifugaji uruhusiwi kufanya biashara hata ya miwa. Sijawahi kufanya biashara. Hata ya miwa tulikuwa turuhusiwi. Nimeingia huku serikalini, kazi kubwa ninayofanya kwenye watoto wa mzee tuko takriban 16. Mimi ndio form 6 pekee. Mimi ndio chuo pekee. Mimi ndio nikaingia na niko na kundi la watoto zaidi ya 600. Mimi uwekezaji niliofanya ni wa kusomesha watoto. Nimeshazidi 500 watoto ninaosomesha. Sina biashara ya noa. Nimewekeza kwenye huduma ya watu. Na ninyi mnajua. Mimi nimewekeza na nimekuwa na akilio kwamba kama nilikuwa nalalia ngozi, nimetoka nina godoro. Kama nilikuwa nalala kwenye nyumba inavuja maji yanadondokea kwenye masikio, nikishakuwa na nyumba moja si inatosha? Kwani makaburi utajengewa mangapi?
bize kila siku, magari. Na Watanzania wakishaambiwa hili ni hili, mnahama na kwenye undugu tuliokuwa nao. Mengine fanyeni utafiti mwenyewe, fanyeni utafiti wenyewe. Moja ninalowaambia vijana wa Tanzania, Mungu ametupa nchi nzuri inaitwa Tanzania, na Tanzania hii si mali ya mtu mmoja, ni mali ya Watanzania. Ilindeni. Haumkomoi mtu kwa kuiwasha moto Tanzania, ni wewe mwenyewe, ni nchi yako Tanzania. Tunaenda, tumeheshimiana miaka yote, tunaanza kubariki migawanyiko. Si utamaduni wa Mtanzania. Na mimi niwaambieni siri hii, mimi nimeanza kufuatilia siasa tangu niko sekondari. Ni utaratibu huu wale wenye nia mbaya na nchi za Kiafrika, ni utaratibu huu wanafanya. Sitazitaja nchi hizo, angalieni huko walikuwa na mafuta huko kusini mwa Afrika huko. Wakagonganisha mpaka walikopora mafuta yote. Angalieni kule nchi za Kiarabu zenye mafuta, wakagonganisha, wala hawapendi, wanatafuta namna ya kuingia kwenye mafuta yao. Sasa na Tanzania eti leo hii miaka hii, eti baada ya kuwa tumegundua gesi nyingi itakayotufanya tuwe nchi yenye gesi nyingi duniani, eti ndio Tanzania, eti ndio mwaka wa Tanzania wanachukiana. Eti katika miaka ambapo nchi yetu imegundua madini adhimu, critical minerals, rare minerals, eti katika miaka ambayo Tanzania imekuwa nchi chache miongoni mwa nchi chache zenye madini yasiyopatikana duniani, eti ndio Watanzania wanachukiana. Eti katika miaka ambayo Tanzania imeboresha bandari yake, Tanzania imejenga reli ya kisasa ambayo kwa dunia nzima itakuwa reli ya 5 kwa urefu, itakuwa reli ya kwanza kwa urefu Afrika, itafungua biashara za ndani ya nchi na nchi jirani. Katika mwaka ambao sekta ya utalii inakuwa, eti ndio Watanzania wamejifunza kuchukiana. Twendeni tuamke. Mimi nawaambieni kwa mifano nilionayo waliowahi kufanyiwa nchi zenye rasilimali za kipekee, ina sifa zote za kwamba kuna watu wanatolea macho rasilimali zetu. Ina sifa zote. Hizi dalili zina sifa zote. Olha, tena.